Imewekwa taa, hawafuati. Na wao ndio waliopendekeza mapendekezo ya sheria hizo. Dr. Mwigulu amesisitiza umuhimu wa kuwapa Watanzania wote heshima na kuhakikisha sheria zinazowekwa zinatekelezwa kwa maslahi ya wote, na kuongeza kuwa endapo zipo sheria ngumu kutekelezeka basi zibadilishwe ili kila Mtanzania anufaike nazo. Mapema akimkaribisha Waziri Mkuu ya usafiri kuwa usafirishaji kutoka sehemu moja hadi kwenda nyingine ili tathmini au thamani iweze kupatikana. Taarifa inanipeleka Jimbo Katoliki la Iringa, ambapo askofu wa Jimbo Katoliki la Iringa Mhasham Romanus Mihali amemsimika na kumtangaza rasmi Padre Vitalis Msamba kuwa paroko wa parokia Bikira Maria wa Mateso Ulete, na kumtaka kuwa baba mlezi na mlinzi wa rasilimali za parokia. Kutoka Iringa, Ramek Kigae na taarifa zaidi. Askofu Mihali amezungumza hayo wakati wa adhimisho la misa takatifu ya kusimikwa kwa Padre Msamba kwa parokia Bikira Maria wa Mateso Ulete, na kumtaka kuwa baba mlezi na mlinzi wa mali na rasilimali za parokia hiyo. Kwa hivyo tunakuaminisha haya yote, na tulipokuteua na tumekukabidhi madaraka haya tukiangalia hayo yote pia, kwamba uendelee kuwalea watoto hawa, wana wa Mungu hawa, wewe kama baba, lakini na nyumba hii ipo hapa parokiani, uendelee kuwasaidia, uendelee kuwabariki, uendelee kuwaongoza kiroho na kimwili pia kadiri utakavyojaliwa na Mungu. Sababa na hayo, katika neno la shukrani, Padre Msamba amewaomba waamini na viongozi wa jumuiya pamoja na halmashauri ya lei kumpa ushirikiano katika majukumu mapya. Tunapofanikiwa kama parokia tunafanikiwa wote, lakini pia tunaposhindwa tunashindwa wote. Sio anapofanikiwa anasema hao Msamba, naposhindwa anasema hao wameshindwa waamini. Kama tumefanikiwa wote parokia ya Ulete. Kama tumeshindwa wote parokia ya Ulete. Asante Lamek. Taarifa inanipeleka Mara, ambapo viongozi wa dini ya Kiislamu nchini wametakiwa kujizatiti katika kumwomba Mwenyezi Mungu na kuhimizana katika mambo yaliyo mema pamoja na kujiepusha kujiingiza katika vitendo vinavyoweza kuathiri mwenendo wa taifa. Tupate taarifa zaidi. Ni katika ibada zinazoendelea kufanyika katika misikiti mbalimbali mkoa wa Mara kwa nia ya kufanya maombi ili kurejesha umoja na mshikamano katika taifa. Mwenyekiti wa kamati ya maendeleo ya mkoa wa Mara na katibu wa Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA wamewataka waamini wa dini ya Kiislamu kuendelea kushikamana na mafundisho katika dini yao. Hili lililojitokeza sasa hivi limetutia hofu sana wa Tanzania. Kwa hiyo tusikubali amani yetu itoweke. Tuwasikilize viongozi wetu wanavyotuelekeza. Sheikh amezungumza wakati wa leo kwenye ibada ya Ijumaa. Mufti wetu ametuelekeza kwamba waumini tuwe na amani kubwa. Sasa hivi sisi Baraza Kuu la Waislamu Tanzania ni kuitunza amani yetu na kuhimiza jamii itunze amani. Amani ni tunu. Amani haipatikani kwa haraka mara inapoharibika. Tunawahimiza mashehe wote Tanzania, mashehe wa wilaya, wa mkoa, makatibu wa wilaya, wanapokuwa kwenye vikao vyao, wanavyokuwa kwenye misikiti yao, wakae na waumini, wawaeleze thamani ya amani tuliyokuwa nayo. Kwa upande wao, waumini wa misikiti mbalimbali katika manispaa ya Musoma wanaitumia fursa hiyo kuwataka waumini wenzao kuendelea na mafundisho yaliyopo katika kitabu kitakatifu.
Tunaomba kitu kimoja kikubwa sana zaidi, tuendelee kuwa na imani kama jinsi tulivyoanza na mpaka sasa hivi. Imani hiyo ndio tuwe nayo mpaka mwisho wa Mwenyezi Mungu atakapokuwa ametoa uamuzi wake. Waji wa tume huru ya uchunguzi ya majanga ima changamoto iliyojitokeza tarehe 29 ya uchaguzi. Kwanza, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatutaka pale ambapo tunapotofautiana tusuluhishe. Kwa hiyo katika hali ya kusuluhisha moja kwa moja ni kuingia katika swala zima la kukaa pamoja. Ningependa kukazia kwamba Mheshimiwa Rais aendelee kuhusiana na wenzake, wanasiasa, wataalamu wa kiuchumi wa nchi hii na wataalamu wa mambo mbalimbali kuweza kushauriana kuhusu swala hili. Waumini wa dini ya Kiislamu mkoa wa Mara wameendelea na funga na ibada za kuliombea taifa ili lirejee katika hali ya kawaida, huku wakiwataka Watanzania kujiepusha na vitendo visivyofaa katika taifa. Na mara inavuka maji mpaka kisiwani Pemba ambapo wakazi wa shehia ya Selemu wamelalamikia kuongezeka kwa uchafu unaotokana na karo za maji machafu, hali ambayo wanasema imekuwa ikihatarisha afya na ustaarabu wa mazingira yao. Taarifa kutoka Pemba inafafanua zaidi. Wakizungumza katika mkutano wa wananchi, wamesema mfumo wa uondoshaji wa maji machafu umedorora na kusababisha maji taka kumwagika ovyo karibu na makazi ya watu, jambo linalozua harufu mbaya na kuhatarisha usalama wa watoto. Hiyo karo hiyo hapo haijafanywa lolote, kila siku sheha kinakenda kitizama rudi. Watu waikanyaga hivi. Juzi mimi nilipokuja Masikoni kule nikuja nikaingia na jambio nimechelewa, maji usoni yakanirukia. Nikaenda nikaomba maji. Karo hiyo ni aina gani na mtu huyo ni wa aina gani? Ni masuala muhimu. Tunahitaji tuwe na madampo ya kuhifadhia taka, lakini pia vile wanajamii wanahitaji elimu zaidi. Viwanje vina watu ambao wanavisimamia hapa Selemu au watu wasitupe taka, wanavisimamia. Akija dalali, akija mtu kununua basi. Afisa wa afya wa baraza la mji wa Wete amesema ofisi ya baraza tayari imeanza kufuatilia kwa karibu ili kubaini chanzo cha karo hilo kuharibika, na kusisitiza kuwa uchafu unaotokana na maji machafu ni hatari kwa afya na haukubaliki katika maeneo ya makazi. Hivyo hatua za pamoja zinahitajika kurejesha usafi. Sheria namba 14 ya mwaka 2012 ambayo inaelezea taka ngumu na utiririshaji wa maji taka, jinsi ya kudhibiti pamoja na adhabu zake. Yoyote ambaye atakutwa ametupa taka ovyo au kutiririsha maji, huyo anatakiwa atozwe faini ya papo kwa papo isiyozidi 30,000. Mkurugenzi wa baraza la mji Wete, Shuwena Hamadi Ali, amesema hatavumilia kuona baadhi ya wenye karo wakikaidi maagizo ya kutunza mifumo yao ya maji machafu na kusababisha uchafu kuenea katika maeneo ya makazi. Dampo za kisasa zinazofikika, hata mtoto ukimpa taka ana uwezo wa kuziingiza. Kwa sababu tutajenga dampo ambazo zitakuwa ni fupi, lakini tutaziweka vibaraza. Kwa maana hiyo mtu anapanda juu ya baraza anatupa taka zake. Lakini tu nitoe wito kwa wananchi wenzangu, kwa sababu sisi ni jukumu letu kusimamia usafi, lazima tusimamie. Wananchi wenzangu, kila mwenye karo lake ambalo anajua mimi karo langu liko wazi, mimi karo langu limeziba, kuanzia leo hii ende akafanye masawazisho. Ambaye atakiuka masharti na miongozo iliyopangwa tunamchukulia hatua. Haturudi nyuma. Haturudi nyuma. Kwa pamoja, viongozi na wananchi wa shehia ya Selemu wametoa wito wa kuimarishwa kwa ushirikiano katika kuhakikisha karo za maji machafu yanatunzwa ipasavyo ili kulinda afya na usafi wa mazingira. Wafugaji wilayani Chato mkoani Geita wameelezea kuwa homa ya mapafu kwa mifugo imeendelea kuwa tishio kubwa, hususan kwa ng'ombe na ndama, hali inayosababisha vifo na hasara kwao. Taarifa na Joel Maduka kutoka Geita. Wakizungumza wakati wa zoezi la chanjo ya homa ya mapafu kwa mifugo, baadhi ya wafugaji wamesema ugonjwa huo umekuwa ukiathiri kwa kiasi kikubwa uzalishaji na ustawi wa mifugo yao. Ng'ombe inazaliwa, ndama ina magonjwa mengi. Yaani walipoanza kuleta hizi dawa za kuosha nini na chanjo,
mabadiliko yakaanza kuwa yanakuwepo. Kwa sasa tunamshukuru Rais wetu mama huyu Samia kwa sababu ameanza kuleta hii chanjo. Mabadiliko yatakuwepo na ufugaji utazidi kuongezeka, uzalishaji wa mifugo yetu. Tunashambulia mifugo yetu ni mengi. Tukisema kabisa hii homa ya mapafu kwa kweli imekuwa changamoto sana. Ng'ombe nyingi zimekufa na sisi wafugaji kwa kweli tumekoswa ng'ombe zetu, na unapokoswa ng'ombe maana yake umekoswa fedha ambayo ingeweza kufanya ukapata kujikimu katika maisha yako, kwa mfano kujenga, kusomesha watoto. Kwa kweli zilikuwa zinakufa sana ng'ombe. Upande wake mkuu wa divisheni ya kilimo, mifugo na uvuvi Geriad Mgoba pamoja na mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Chato Mandia Kihio wamesema serikali imeshapeleka chanjo za kutosha wilayani humo ili kudhibiti maambukizi ya homa ya mapafu kwa mifugo. Tumeshachanja ng'ombe 30,000 mpaka sasa, lakini tumeshachanja kuku 375. Na zoezi la chanjo ya kuku linaendelea. Na kama unavyojua kwenye ng'ombe tunachanja kwa ajili ya ugonjwa wa mapafu. Lakini kwenye kuku tunachanja kwa ajili ya kideri. Na tutaendelea kuchanja kwenye kuku kila baada ya miezi mitatu, tutakuwa tunarudia tunafanya hiyo chanjo. Na zoezi hili la chanjo kama nilivyosema na mifugo litaendelea mfululizo kwa muda wa miaka 5. Chanjo hii ni mapenzi mema ya Daktari Samia Suluhu Hassan kwa wafugaji wa Tanzania. Ilizinduliwa kule Simiyu na Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya mimi nilifika pale kwenye uzinduzi wa chanjo ya mifugo katika nchi yetu ya Tanzania. Lengo kubwa la serikali ya awamu ya 6 ni kwamba mifugo yetu iweze kuwa na ubora, mifugo yetu iweze kuwa na afya nzuri, mifugo yetu pia iweze kuuzika kitaifa na kimataifa. Akizindua rasmi zoezi hilo, mkuu wa wilaya ya Chato Lois Bura amewataka wafugaji kushirikiana na serikali kwa kuhakikisha hawafichi mifugo yao ili hatua za kudhibiti ugonjwa huo ziweze kufanyika kikamilifu. Asiachwe ng'ombe hata mmoja hajachanjwa. Sasa sisi wafugaji tuna tabia ya kuficha ng'ombe wetu kwa sababu nasema ili ng'ombe wangu wasijulikane wako wangapi, si ndio? Tutoka kwenye dhana hiyo. Sisi hatutaki kujua idadi ya ng'ombe wako, lakini kama tunahitaji kujua takwimu ni kwa faida ya nchi, sio kwa sababu kwa hatua hizi za serikali pamoja na ushirikiano wa wafugaji, matarajio ni kwamba homa ya mapafu itathibitiwa kwa kiasi kikubwa wilayani Chato na hivyo kuboresha afya ya mifugo, kuimarisha uchumi wa wafugaji. Zoezi la uchanjaji linaendelea katika maeneo mbalimbali ya wilaya hiyo, huku mamlaka zikitoa wito kwa wananchi wote kuhakikisha mifugo yao inapatiwa chanjo kwa wakati. Asante Maduka kutoka Geita na Marina elekea huko Cameroon. Kwa takriban miaka 9, Bamenda kaskazini magharibi mwa Cameroon imekuwa ikipambana chini ya kivuli cha mgogoro mbaya wa lugha ya Kiingereza unaojulikana pia kama vita ya Ambazonia. Tupate simulizi zaidi. Licha ya ukosefu wa usalama na kukosekana kwa utulivu wa kiuchumi, watu wamegundua njia za kusaidia elimu na maisha ya kijamii. Walimu wanatoa masomo ya kienyeji kwa kizazi kilicho katika mgogoro. We are pushing on and hopefully we are bridging the gap. Tunasoma katika hali ambapo tuna dharura katika elimu. Watoto lazima wamalize mtaala mzima ili kukabiliana na mtihani wa kitaifa kama wenzao katika maeneo ambayo maisha ni ya kawaida. Kwa hivyo tumechukua mikakati ya kuhakikisha kwamba tunakabiliana licha ya changamoto. Mbunifu wa mitindo Ndi Linus anaendelea na biashara yake ya ushonaji huku kukiwa na amri ya kutoka nje na changamoto nyinginezo. We start when crisis not the day, but as crisis can be informed now, it be very difficult for we for cope with this crisis. So it be very kadiri mgogoro unavyoendelea, maisha yakawa magumu sana. Tunaishi kwa shida na kudumisha ufundi. Tofauti na hapo awali, wakati huduma zetu zilikuwa na mahitaji makubwa. Hivyo sivyo tena leo. So now some schools and they wear uniform, so we get a little bit of difficulties, challenges because of the schools and the occasionally when people they do how they do before. Mshikamano husaidia kizazi kipya kupata kusudi zaidi la kuishi katika pembe salama za jiji. Wanaunda nafasi za matumaini, sanaa na uvumbuzi. Over the years, young persons in this region
have ensured, have tried by all. Tunatazamia mengi kwa mkoa wa Kaskazini Magharibi baada ya mgogoro. Tunatarajia eneo ambalo litakuwa sawa kidigitali na matumizi ya teknolojia katika kushughulikia matatizo ya msingi ya jamii, kama vile akili bandia katika kushughulikia usimamizi duni wa taka, uhaba wa maji na mapengo ya elimu. And we hold our hands and we ensure that we stay safe. Hili linakuja huku kukiwa na mgogoro unaoendelea wa silaha kati ya vikosi vya jeshi vya Cameroon na vikundi vya wanamgambo wa Ambazonia katika maeneo ya kaskazini magharibi na kusini magharibi yanayozungumza Kiingereza zaidi. Hii imekuja baada ya mamlaka ya Cameroon kukandamiza maandamano mnamo mwaka 2016 hadi 2017 dhidi ya madai ya kutengwa kwa kitamaduni na serikali inayoongozwa na Kifaransa. Maelfu ya watu wanaripotiwa kuuawa nchini Kameruni tangu mgogoro huo ulipozuka, huku zaidi ya watu milioni 3.3 wakihitaji msaada wa kibinadamu mnamo mwaka 2025. Hii ni kulingana na Umoja wa Mataifa. Aneti Nyoni, Tumaini Habari. Hii ni Tumaini Habari, mtazamaji. Kama ndio kwanza unaungana nasi, unaweza kutufuatilia pia kupitia akaunti yetu ya YouTube Tumaini_TV. Baadaye inakwenda mapumziko, nitarejea. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa majina naitwa Padre Deogratius Chale, ni paroko wa parokia Mtakatifu Teresa wa Kalkuta Kivule. Basi nayo furaha kubwa kumshukuru Mungu katika parokia yetu ya Kivule ambayo ilitangazwa rasmi kwa parokia mnamo tarehe 7 mwezi wa 7 mwaka 2016. Kulikuwa na mikakati mbalimbali. Nilikuta kanisa dogo ambalo kama mlivyoliona pale ndio tulioanza nalo. Kwa hiyo majukumu yalikuwa ni makubwa: kuweka miundombinu sawa, kufuatilia vibali na hati ya eneo, na kisha mnamo mwaka 2018 tarehe 25 Juni, miaka miwili baadaye, baada ya kutangazwa parokia, ndio mchakato wa kuanza kujenga kanisa hili jipya linaonekana sasa hivi ulianza. Kwa hiyo tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu, mpaka mwaka huu 2025 tarehe 7 Disemba kanisa hili litatabarukiwa na Askofu Mkuu wa Jimbo Kuu la Dar es Salaam, Mhashamu sana Yuda Tadeus Ruwa'ichi. Kwa hiyo ni jambo la kumshukuru sana Mwenyezi Mungu kwamba nimeanza parokia hii kwa kuanza na kujenga kanisa baada ya miaka miwili toka 2016 hadi 2018 kuanza kujenga kanisa, na mpaka sasa linatabarukiwa nikiwa bado nipo. Ni jambo jema, manake kwa experience na uzoefu nimeona sehemu nyingi mpaka linakuja kutabarukiwa kanisa kabla washapita maporoko 4, 3, 5. Kwa hiyo basi ni jambo sana la kumshukuru Mungu. Kwa hiyo nazidi kwa asa na kwa tia shime waamini wa parokia Mtakatifu Teresa Kalkuta waendelee na majitoleo yao, pamoja na kuwashukuru kwa haya yote ambayo wameyafanya, kwa sababu ni nguvu zao tumeweza kujenga hilo kanisa na pia chuo cha kisasa cha parokia. Ni msimu wa sherehe na unajiuliza wapi utapata ukumbi kwa sifa na kile unachostahili kwa gharama nafuu? Basi usihangaike. Maranta Hall iliyopo Msimbazi Center jijini Dar es Salaam ndio jibu lako. Ni ukumbi wa kisasa wenye usalama mkubwa, mandhari ya kuvutia na nafasi kubwa ya maegesho ya magari ya wageni wote. Ukiwa na shughuli, yaani send off, harusi, kipaimara, komunio na mikutano, hakika Maranta Hall ni zaidi na zaidi. Pia Msimbazi Center inakukaribisha katika huduma ya hostel zenye mazingira tulivu unayoyahitaji kufanikisha shughuli zako. Kwa maelezo zaidi, piga simu nambari 0658 132354 na 0757 964554 au www.msimbazicenter.or.tz. Maranta Hall, kwa nafsi yako.
Shule ya sekondari ya Masaka iliyoko Kigezi Buyuni, Ilala jijini Dar es Salaam ni chaguo sahihi kwa malezi na elimu bora. Masaka ni shule ya wavulana na wasichana na ni shule ya bweni. Inapokea wanafunzi wa dini zote na inalenga kuandaa kuingia kwenye 10 bora katika mitihani yote ya kitaifa. Wanatoa masomo ya sayansi, biashara na sanaa. Wana walimu mahiri, miundombinu ya kisasa na mazingira rafiki kwa kujifunza. Michezo pia ni sehemu muhimu sana ya maisha ya Masaka. Wana viwanja vya kisasa na vifaa bora kwa michezo mbalimbali kama soka, mpira wa kikapu, riadha, muhimu, maji safi, umeme na ulinzi ni saa 24. Fomu za kujiunga zinapatikana Masaka Secondary School Kigezi Buyuni, Masaka Pre and Primary School Moshi Bar, Gongo la Mboto na Ukonga Madafu Satra Stationary kwa ada ya shilingi 30 tu. Mtihani wa kujiunga na shule ni kila siku ya wiki kuanzia Jumatatu hadi Ijumaa na matokeo kutoka siku hiyo hiyo. Kwa mawasiliano zaidi wapigie simu nambari 0744559488 au 0688125029 au tuma barua pepe schools.masaka@gmail.com. Masaka Secondary School, kituo cha elimu bora, maadili imara na uongozi wa kesho. Uongozi wa shule ya awali na msingi Mary of the Rosary iliyopo parokia Makongo Juu, Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam unawatangazia wazazi wote na walezi kuwa usajili kwa mwaka wa masomo 2026 umefunguliwa. Shule inapokea watoto kuanzia umri wa miaka 2 na kuendelea. Pia wanapokea wanafunzi wa kuhamia katika madarasa yafuatayo: middle class, pre-unit, upper na top class, darasa la kwanza na darasa la pili. Usafiri kwa wanafunzi upo. Shule ina mandhari nzuri ya watoto kujifunzia na maktaba ya kisasa ya watoto kujisomea. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Mary of the Rosary, Makongo Juu, au unaweza kuwasiliana na uongozi wa shule kupitia namba 0621406022 au 0774640004. Karibu sana Mary of the Rosary, umpe mwanao elimu bora yenye uhakika inayojengwa juu ya maadili mema kwa kutumia lugha ya Kiingereza pekee kama lugha ya kufundishia. Usaili yani interview utafanyika shuleni tarehe 13 Disemba mwaka 2025 kwa madarasa yote isipokuwa watoto wa baby class. Shule imesajiliwa rasmi kwa namba EM 21217. Nurturing Minds, Creating Leaders. Ni msimu wa sherehe na unajiuliza wapi utapata ukumbi kwa sifa na kile unachostahili kwa gharama nafuu? Basi usihangaike. Maranta Hall iliyopo Msimbazi Center jijini Dar es Salaam ndio jibu lako. Ni ukumbi wa kisasa wenye usalama mkubwa, mandhari ya kuvutia na nafasi kubwa ya maegesho ya magari ya wageni wote. Ukiwa na shughuli yaani send off, harusi, kipaimara, komunio na mikutano, hakika Maranta Hall ni zaidi na zaidi. Pia Msimbazi Center inakukaribisha katika huduma ya hostel zenye mazingira tulivu unayoyahitaji kufanikisha shughuli zako. Kwa maelezo zaidi piga simu nambari 0658132354 na 0757964554 au www.msimbazicenter.or.tz. Maranta Hall, kwa nafsi yako. Nyumba bora hujengwa na mwanamke, lakini pia mwanamke huyu ni pambo la nyumba, na panapo haribika kitu kwenye familia, mwanamke huwa wa kwanza kukulaumiwa. Tukutane hapa kujadili kwa kina. Karibu kwenye Nyota ya Mwanamke. Nyota ya Mwanamke, Jumapili saa 8:30 mchana na marudio Jumanne saa 3 kamili usiku, hapa Tumaini Television. Pilika za maisha ni nyingi sana. Katika pilika hizi zinaweza kupelekea kukataliwa, kudhurumiwa ama kushindwa. Pengine madeni, vikoba, kausha damu, haya yote yanaweza kusababisha wewe ukakata tamaa ya maisha na pengine kudhurumu nafsi yako. Haya yote yana suluhisho lake.
Tazama kipindi cha Maisha Kliniki kila ifikapo saa 3:30 usiku na marudio yake siku ya Alhamisi saa 3:30 asubuhi. Kutana na wataalamu mbalimbali ambao watakupa suluhisho la changamoto zako. Karibu maishani. Inuka, simama imara tena, endelea na safari. Kujua haya yote na mengine mengi, ungana nasi katika kipindi cha Kilimo Sokoni. Ni msimu wa sherehe na unajiuliza, wapi utapata ukumbi kwa sifa na kile unachostahili kwa gharama nafuu? Basi usihangaike. Maranta Hall iliyopo Msimbazi Center jijini Dar es Salaam ndio jibu lako. Ni ukumbi wa kisasa wenye usalama mkubwa, mandhari ya kuvutia na nafasi kubwa ya maegesho ya magari ya wageni wote. Ukiwa na shughuli komunio na mikutano, hakika Maranta Hall ni zaidi na zaidi. Pia Msimbazi Center inakukaribisha katika huduma ya hostel zenye mazingira tulivu unayoyahitaji kufanikisha shughuli zako. Kwa maelezo zaidi, piga simu nambari 0658 132354 na 0757 964554 au www.msimbazicenter.or.tz. Maranta Hall, kwa nafsi yako. Karibu na tunasonga mbele. Hii ni Tumaini Habari. Askofu wa Jimbo Katoliki la Njombe, Mhashamu Eusebio Kiando, amewataka wahitimu wa Chuo Kikuu cha Kikatoliki Luhaa, yani Ruku, kujiendeleza katika masomo yao ili kukabiliana na mabadiliko ya teknolojia na uchumi. Tupate taarifa zaidi. Askofu Kiando amezungumza hayo katika hotuba yake ya mahafali ya 18 ya chuo hicho, akimwakilisha Rais wa Baraza la Maaskofu wa Katoliki Tanzania TEC, Askofu Wolfgang, ambaye alitarajiwa kuwa mgeni rasmi wa mahafali hayo. Kumbukeni kuwa kujifunza ni safari isiyo na mwisho, na malengo yenu ya elimu yanapaswa kuwa nyenzo ya kuleta mabadiliko chanya katika jamii na taifa letu. Kama mjumbe wa Baraza la Maaskofu, natambua umuhimu wa elimu katika dunia ya sasa, na wasisitiza muendelee kujiendeleza katika nafani zenu mbalimbali ili kukabiliana na mabadiliko ya teknolojia na mahitaji ya kiuchumi yanayobadilika kwa kasi. Mahafali hayo yametanguliwa na adhimisho la misa takatifu yakiazimishwa na Mhashamu Askofu Romanus Mihali wa Jimbo la Iringa. Katika homilia yake, Askofu Mihali amewasa wahitimu kuwa na shukurani hasa pale wanapohitimu masomo yao ya chuo. Wengine wanatoka moja kwa moja, yaani hata hawezi kuja maeneo haya ya Iringa. Yaani ni kama sio huko wanapozungumza sasa, mimi
hata kusema asante. Kutoka Iringa, Lameck Kigae, Tumaini Habari. Taarifa inanipeleka jimbo kuu la Mwanza ambapo paroko parokia ya Nyamhongolo jimbo kuu Katoliki la Mwanza Padri George Nzungu amesema vurugu zilizotokea wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 mwaka huu ni matokeo ya kukosekana kwa haki ndani ya jamii na hasira ya kuona baadhi ya viongozi waliopewa dhamana ya kuwatumikia wananchi kuamua kujilimbikizia mali. Mabere Makubwa na ripoti kutoka Mwanza. Akihubiri wakati wa misa ya buriani ya marehemu wakili Beatus Yohana Linda nyumbani kwao mtaa wa Mtakuja Nyamhongolo, manispaa ya Ilemela, Padri Nzungu ambaye pia ni mwenyekiti wa umoja wa mapadri jimbo kuu la Mwanza amesema mtu anaimba kuiba bia, huyo ana njaa. Wameenda kuvamia godoro za watu, mtu analala chini. Lazima tutafsiri changamoto za wananchi. Mnapindisha nini? Hamwaone hapo? Vijana hawana ajira, vijana wana shida. That's the problem. Lazima tufanye interpretation vizuri. Ndio maana maaskofu wanasema tusiite tu hao wahuni, na ndio maana Linda alienda kuwatetea. Amina. Hauwezi kuzunguka na watu wenye njaa, wewe unashiba, watakuvamia. Watu wanavamia vituo vya mafuta, wanajua huu ni utajiri wa mtu ametuibia. Watu wanavamia, wanachoma. Mimi sitetei wale vijana. Ili tendo ni ovu, hivyo hivyo. Lakini kwa nini mtu ni kitu gani kinachompelekea kufanya maovu haya? Shida. Lazima tusimame katika haki. Hiyo lazima tutetee vitu hivyo. Hao watu walikuwa wanaandamana, wana sababu. Leo mume wako anajua usiku anachukuliwa na watu, anapigwa, damu zinamwagika. Haujui uko wapi. Unajiuliza, tulie tusilie. Tusike tusizike. Yuko wapi? Familia kisaikolojia inakuwa confused. Leo familia ile itakuwa na utulivu sana kwa sababu anamzika hapo, unajua tumemzika ndugu yetu, amefariki, tumemzika. Chukulia ndugu yenu hajulikani yuko wapi mpaka leo. Amekufa hajafa. Hii ni tatizo katika jamii. Hamjui tatizo la kupoteza watu ni hatari katika jamii yetu. Lazima viongozi wetu watoe bold statement. Waeleze hili tatizo. Tunawapa mamlaka, watufanyie tuwe salama, tulale usingizi. Watu wanakuja na kuchukua tu, mtu anakuambia mtalia, mtachoka, afu baadaye mtatulia. Makamu mwenyekiti wa chama cha wanasheria Tanganyika TLS tawi la Mwanza wakili Eric Muta amesema maisha ya wakili Beatus Yohana Linda yatazidi kusomwa vizazi na vizazi kwenye kurasa za maamuzi ya mahakama na daima ataendelea kuishi. Mnamo tarehe 19 mwaka 2025 kama mnavyokumbuka, aliongoza jopo la mawakili waliokuwa wanawatetea na kuwawakilisha vijana 93 katika mahakama ya wilaya ya Nyamagana waliokamatwa na kushtakiwa kwa makosa ya uhaini, uporaji wa kutumia silaha, fujo na kuharibu mali kutokana na uchaguzi wa Disemba 29 mwaka 2025. Nyakati zote, kwa miaka yote 8 aliyohudumu kwenye uwakili, alikuwa ni mtu muungwana, mcheshi. Na wakili Beatus Yohana Linda alikuwa kijana mpole, mtanashati na aliyejali maisha ya wanyonge wasioweza kumudu gharama za uwakili. Naibu msajili wa mahakama kuu masijara ndogo ya Mwanza Janet Msaroche ni miongoni mwa watumishi wa muhimili wa mahakama waliotoa salamu za rambirambi. Wakili Beatus Linda alikuwa ni wakili kijana ambaye alifanya kazi kwa ushirikiano mkubwa na mahakama. Kwa hiyo kwa kweli tumepoteza, hatuna cha kusema zaidi ya kumshukuru Mungu kwa maisha yake. Tunajua ni msiba mzito sana, hata sisi wenyewe tulipopata tulipokea kwa masikitiko makubwa sana, lakini tunajua kazi ya Mungu haina makosa, basi tunapaswa kumshukuru. Wakili Beatus amekuwa na mchango mkubwa sana katika misaada ya kisheria, lakini katika kujumuika na mawakili wenzake pia. Kama ni mapenzi ya Mungu tutakubaliana nayo, lakini kama kuna mkono wa mtu pia tutapambana na mazingira hayo na kuweza kujua chanzo ni nini. Sana kwa sababu ni kitu ambacho hatukutarajia. Sababu tarehe 19 alikuwa yuko mzima wa afya, alikuwa na
kuwakilisha watu wa makosa yaliyotokana na maandamano ya tarehe 29 mwezi wa 10. Kwa tukutarajia kwamba mapema hivi angefariki. Wakili Beatus Yohana, baba wa watoto watatu, Lincoln, Kendrick na Elia, amelala katika Kristo mpaka asubuhi njema tuingojayo itakapofika. Amefariki Novemba 23 mwaka huu baada ya kuugua kwa muda mfupi. Raha ya milele umpe e Bwana, na mwanga wa milele umwangazie, apumzike kwa amani. Mabere Makubi, Tumaini Habari, Mwanza. Asante Mabere Makubi kutoka Mwanza. Umoja wa wamiliki waendesha pikipiki na bajaji wa wilaya ya Tanga UWABIPATA kwa kushirikiana na wadau wanawawezesha wanachama wao kupata leseni za udereva pamoja na kuwakopesha pikipiki ili waweze kuondokana na mikataba kandamizi na kujitegemea wao wenyewe. Kwa taarifa zaidi tuungane naye Dominic Maro kutoka Tanga. Akieleza mpango huo, makamu mwenyekiti wa umoja huo Hemedi Bakari kwenye mahojiano maalum akieleza njia za kuwawezesha wanachama wao katika kutimiza malengo waliojiwekea. Maana yake anampa kijana huyu miezi 5 anaendesha, amemuingizia 1,500,000 kwa mfano, anampokonya anampa kijana B. Naye anaendesha miezi 5-6, anamwambia umevunja mkataba, anampokonya, anampa mwingine. Kwa hiyo tukaona kwa nini vijana wetu wanateseka. Ndio tukaona sasa kuna haja ya kuingia kwa wadau sasa, kwenda kuwaomba ili watuwezeshe kutupa sisi kama chama pikipiki, alafu tunawakopesha, lakini dhamana ni chama. Tunashukuru mpaka sasa hivi tushatoa pikipiki karibia 100 na wamelipa vizuri na wengine wanaendelea kulipa vizuri. Kwa sababu kigezo cha aweze kukopeshwa yeye ni dereva, ni leseni yake. Leseni hana, maana yake anakosa sifa ya kukopeshwa. Kwa hiyo tukaona kama umoja sasa, ili changamoto hii ya vijana tuweze kuzitatua, ni kuhakikisha tunawapatia hizi leseni. Kwamba vijana wanaendesha tu hivi vyombo hawana leseni. Changamoto ni swala la kipato. Tuliliona kabisa na kadri tunavyokaa nao kwenye vituo tukiwapa elimu wanazungumza sana kipato. Hata hivyo, mwenyekiti huyo amewataka Watanzania kuelewa kuwa bodaboda ni kazi kama kazi nyingine ambayo inawafanya vijana waendeshe maisha yao ya kila siku. Na kuna watu wanategemea bodaboda, wana familia, mtu unakuta ana wake wawili, ana watoto zaidi ya 6, anategemea bodaboda. Kwa hiyo kuna watu automatically wengine pia ni madereva, labda mtu hana gari, moja kwa moja anakuja kwenye bodaboda hakikisha familia yake inafanyaje, inapata mahitaji ya kila siku. Kwa hiyo kwa kweli bodaboda, mtu akikwambia anadharau kazi ya bodaboda, sio kazi. Yaani mtu muangalie mara mbili, lakini bodaboda ni kazi, inalea familia, inalea baba zetu, inalea mama zetu. Naye katibu mkuu wa umoja huo Amiri Mganga amesema kutokana na elimu wanayotoa kwa wanachama, hakuna anayejihusisha na matendo ya wizi wala kubeba dawa za kulevya kama inavyoelezwa. Vishandu sisi hatuna, kwa sababu tunaamini kwetu sisi ni ajira. Lakini wale vishandu ni watu tu ambao wale wasiokuwa na mifumo ya kibodaboda, kwa sababu tumeshatoa elimu kubeba mirungi wala kubeba mali zozote za magendo. Tumetoa pia na namba za mapolisi kata, maana yake vijana wetu watusaidie ndipo wataona pikipiki za watu ambao hawakujisajili kubeba mizigo, labda wanapita na mirungi, dalili za kuonyesha uhalifu wa kubeba mirungi, basi watoe taarifa. Kwa maelezo ya viongozi wa umoja huo, wamesema wao ni miongoni mwa chachu ya kukuza uchumi wa vijana mkoa pamoja na taifa kwa ujumla. Nikiripoti kutoka Tanga, ni mimi Dominic Maro, Tumaini Habari. Asante Maro kutoka Tanga. Na vuka maji tena mpaka kisiwani Pemba. Meneja mkuu wa Orex Gas Zanzibar, Shuea Hamisi Omari, amewataka mawakala wa uuzaji wa mitungi ya gesi ya Orex kisiwani Pemba kuongeza umakini katika ukaguzi wa mifumo ya gesi ili kuepusha hatari zinazoweza kuhatarisha usalama wa wananchi. Taarifa Masanja Mabula inasoma studioni. Akizungumza katika mkutano na mawakala huko Tibirinzi Chake Chake, Shuweka amesema mawakala wanapaswa kuhakikisha kila mtungi unapitia ukaguzi wa kitaalamu kabla ya kumfikia mtumiaji. Tunakuombeni sana muwe na tabia ya kukagua mifumo yenu ya gesi, ikiwemo mifumo pamoja na vifaa vya gesi. Mnapokuwa mnatumia gesi, muwe mnakagua mara kwa mara
lakini muache pia vitendo vya kubadilisha mitungi na kuchanganya mitungi kinyume cha sheria. Aidha, amesema matumizi ya gesi yana faida kubwa kiafya, ikiwemo kuwalinda kina mama na athari za moshi unaotokana na kuni na mkaa, hivyo kuchochea mazingira salama na kuimarisha afya za familia. Mtungi ambao unaupeleka ndani ya nyumba sio tu unakwenda kurahisisha mapishi, lakini unakwenda kumzuia mama kuto kutumia moshi, kuto kuweza kutoa moshi kwenye nyumba yake, ambao moshi ule una madhara mengi kwake yeye mama pamoja na watoto walio ndani. Afisa mdhamini kutoka ofisi ya makamu wa kwanza wa rais amewahimiza wananchi kuachana na tabia ya kukata miti ovyo, akisisitiza kuwa hatua hiyo ni muhimu katika kulinda mazingira, kuhifadhi vyanzo vya maji na kupunguza athari za mabadiliko ya tabia nchi kwa vizazi vya sasa na vijavyo. Kwa sababu uwepo wao unapelekea wananchi watumie nishati safi na salama, waache kukatakata miti, ili pale serikali inapotumia nguvu za kutoa taaluma na kuwashawishi wananchi wasitumie nishati za mkaa, kuni na nyinginezo, basi tunajua mbadala wake upo. Sisi kama benki NMB tuna foundation yetu NMB Foundation, ambayo tunawasaidia wajasiriamali, wafanya biashara katika taaluma yote ambayo mnafanya. Kwa hiyo wewe kama ni mfanya biashara lakini unafanya biashara bila ya utaalamu, naomba karibu sana taasisi yetu. Kwa pamoja, wadau wametoa wito wa kuendelezwa kwa elimu na ushirikiano wa jamii ili kuhakikisha juhudi za kulinda mazingira na kutumia nishati salama zinaendelea kuleta matokeo chanya kwa ustawi wa wananchi. Taarifa ya Masanja Mabula inasomwa studioni nami Dule Billy Evans. Tumeni habari. Watu 4 wamefariki na wengine 3 wamejeruhiwa baada ya moto mkubwa kuteketeza jengo la makazi katika wilaya ya Tai Po uko Hong Kong siku ya Jumatano, huku video kutoka eneo la tukio ikionyesha uharibifu mkubwa wa majengo kadhaa. Tupate taarifa zaidi. Vikosi vya huduma za dharura za kubwa katika eneo la makazi marefu katika wilaya kaskazini ya Tai Po. Moshi mzito unaonekana ukiongezeka kwenye majengo mengi katika eneo la makazi ya Wang Kuf Court, huku wafanyakazi wakijaribu kudhibiti moto huo. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, watu 4 wameripotiwa kuuawa na wengine wamekwama ndani, huku moto huo ukienea hadi kwenye vitalu. Mamlaka imetoa tahadhari kwa kengele nambari 4 ikiashiria moto mkali. Barabara zimefungwa na wakazi wamehimizwa kukaa ndani kwani hali bado ni hatari. Wazima moto wanaendelea na juhudi za kudhibiti moto huo unaoendelea kwa kasi. Selina Matuja, Tumaini Habari. Siku chache baada ya waziri wa afya Mohamed Mchengerwa kutoa siku 21 kwa mfamasia mkuu wa serikali pamoja na mamlaka ya dawa na vifaa tiba TMDA kuangalia namna ya kuwavutia wawekezaji kuja nchini kuanzisha viwanda vya dawa, rais wa chama cha teknolojia dawa Tanzania Tafata Thabit Milandu amesema hali ya teknolojia dawa hapa nchini inaendelea kukua siku hadi siku. Mabere Makubwa yanaripoti kutoka Mwanza. Rais huyo wa Tafata ameyasema hayo katika kongamano la kisayansi na mkutano mkuu wa 26 wa chama cha teknolojia dawa Tanzania unaofanyika jijini Mwanza kwa siku 3 kuanzia Novemba 26 hadi Novemba 28 mwaka huu. Kwa Tanzania hali ya teknolojia ya dawa inaendelea kukua siku hadi siku na tunaipongeza serikali kwa juhudi zake, lakini pia hata juzi Mheshimiwa Waziri wa Afya ametoa msisitizo tena kwa kutoa siku 21 mfamasia mkuu wa serikali pamoja na mamlaka ya dawa na vifaa tiba kutafuta namna ya kuwavutia wawekezaji kuja nchini kuanzisha viwanda. Kwa hilo peke yake linaonyesha teknolojia hii inakuwa, lakini haiwezi teknolojia ikakua bila kuendana na teknolojia dawa. Na ndio maana sasa leo teknolojia dawa tumekutana hapa, lengo kujengeana uwezo kuenenda na teknolojia na spidi na kasi ya serikali juu ya uanzishaji wa viwanda vya dawa nchini Tanzania. Msajili Baraza la Famasi Tanzania Boniface Magige amewataka wanataaluma wa famasi nchini kutenda kazi zao kwa uadilifu na kuzingatia maadili ya kazi zao ili kuepuka mgongano wa kimaslahi. Kama wapo watu ambao wanatumia fursa hizo kujinufaisha, basi natumia muda huu au fursa hii kutoa onyo kwamba wakibainika, kwa sababu wote wanataaluma wa kada za afya wana mabaraza yao.
atakayebainika kutumia fursa hiyo ili kujinufaisha, basi asisite kutoa taarifa katika baraza husika kama mtu atakuwa amegundua hilo. Kama ni mwanataaluma wa pharmacy, tunamkaribisha alete malalamiko yake kwamba mimi nimeelekezwa kupata huduma ambayo sikustahili kwenda kupata, lakini ni kwa maslahi ya mtu. Sisi tutampokea na tutaifanyia kazi. Janet Kipanda ni mteknolojia wa dawa mwandamizi kutoka hospitali ya rufaa ya mkoa wa Dodoma. Ningependa kuelezea zaidi juu ya changamoto ambazo wananchi wanakutana nazo pindi wanapokuja katika vituo vyetu vya kutolea huduma, wanapokosa dawa, na wakati mwingine kusikia katika vyombo vya habari na sehemu mbalimbali kuwa dawa zimeteketezwa. Changamoto hiyo inatokana na nyanja tofauti tofauti. Cha kwanza, wakati mwingine mgonjwa anapokuja hospitali kuonwa au anahitaji dawa fulani, unakuta wakati mwingine dawa hiyo haipatikani kwa muda huo, au wakati mwingine unakuta kwamba dawa zilizopo zimeshatumika na watu, sababu tuna wagonjwa ambao tunaona maodini. Kwa unakuta baada ya mgonjwa kutumia zile dawa huwa zinahifadhiwa pembeni, hawezi akapewa mtu mwingine akatumia hizo dawa. Kwa hiyo unakuta dawa kama hizo zinatengwa, haziwezi kuendelea tena kutumika kwa mtu mwingine ambaye anakuja, na hatimaye unakuta muda wake unaisha, haziwezi kutumika tena, inapelekea hizo dawa hizo kuteketezwa. Kwa upatikanaji wa dawa kwa kanda ya Ziwa, ambayo kitaalamu tunaita drug availability, tukirelay ama tukipata taarifa sahihi kutoka katika bohari ya dawa, tunazo dawa ambazo tunaziita ni dawa muhimu, essential drug list. Tupo zaidi ya 90% kwa drug availability kwenye vituo vyetu vya afya vyote vya serikali vya kutolea huduma. Kwa hiyo upatikanaji wa dawa kwa kweli tunashukuru. Mheshimiwa Rais amejitahidi sana kuhakikisha bohari ya dawa inapata fedha za kutosha kuweza kununua dawa na kuweza kusambaza kwa wananchi. Kauli mbiu ya mkutano huo unaohudhuriwa na wateknolojia dawa zaidi ya 1000 inasema kuwawezesha wateknolojia dawa nchini Tanzania kubuni, kukuza na kuunda teknolojia ya dawa nchini, matumizi sahihi ya dawa, taifa salama. Mabere Makubi, Tumaini Habari, Mwanza. Mafuriko makubwa yametokea kusini mwa Thailand, yamewaua watu 33 na kuwafukuza makumi ya maelfu ya watu kutoka majumbani mwao nchini Malaysia, Indonesia na Thailand. Tupate undani wa taarifa hii. Mamlaka imesema viwango vya maji vitapungua hivi karibuni, huku hali ya hatari imetangazwa katika jimbo la Songkhla ambapo zaidi ya watu 1200 wamehamishwa kutoka maeneo yaliyoathiriwa na mafuriko, ikiwa ni pamoja na kitovu cha watalii cha Hat Yai. Kwa ujumla takriban watu milioni 2 wameathiriwa na mafuriko hayo. Jeshi la Thailand limejiunga na operesheni ya uokoaji, huku juhudi za kuwafikia wale waliokwama zinazuiwa na uharibifu wa barabara na viungo vingine muhimu vya usafiri. Dule Bill Evans, Tumaini Habari. Taarifa inanipeleka makao makuu ya Kanisa Katoliki mjini Vatican, ambapo kiongozi wa Kanisa Katoliki ulimwenguni Baba Mtakatifu Leo wa 14 amewahimiza wanateolojia kutumia tafakari yao kwa sayansi zingine zote ili watu waweze kuelewa vema jinsi ya kukabiliana na changamoto zinazokabili kanisa na ubinadamu. Tupate taarifa zaidi. Baba Mtakatifu Leo wa 14 akizungumza na wajumbe wa Tume ya Kimataifa ya Teolojia huko Roma, amewashukuru kwa huduma yao kwa kanisa kama sehemu ya tume ambapo Baba Mtakatifu Paulo wa 6 aliiunda mwaka wa 1969 ili kuongoza ufufuo wa kiteolojia. Katika hotuba yake, Baba Mtakatifu Leo wa 14 ameonesha shukrani kwa hati yao ya hivi karibuni inayochunguza maadhimisho ya miaka 1700 ya mtaguso wa kwanza wa kiekumeni wa Nisea, akiuita maandishi yenye mamlaka, ambayo huandaa njia kwa safari yake ya kitume kwenda nchini Uturuki ambapo atatembelea eneo la mtaguso. Tume ya Kimataifa ya Teolojia ina jukumu la kutoa maarifa, mbinu za kifasihi kwa Baraza la Kipapa na mafundisho ya imani na maaskofu wote, dhamira aliyosema inasaidia kujenga mwili wa Kristo. Pia Baba Mtakatifu amewaalika kutafakari kila wakati juu ya ukatoliki wa imani yetu ili kutajirishwa na uzoefu mwingi wa kitamaduni wa makanisa ya mahali kote ulimwenguni. Papa Leo wa 14 pia amesisitiza umuhimu wa kufanya kazi pamoja katika taaluma za kiteolojia ambayo husaidia kila mmoja kuelezea dhana za teolojia kwa ufanisi na kwa uhalisia kwa jicho la uinjilishaji wa watu wa tamaduni zote.
Sister Salvina Makonde, Tumaini Habari. Taarifa kutoka Vatican na nipaswa kwenda mapumziko, nikirejea ni wasawa habari za biashara na uchumi. Baki nami. Uongozi wa shule ya awali na msingi Mary of the Rosary iliyopo parokia Makongo Juu, Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam, unawatangazia wazazi wote na walezi kuwa usajili kwa mwaka wa masomo 2026 umefunguliwa. Shule inapokea watoto kuanzia umri wa miaka 2 na kuendelea. Pia wanapokea wanafunzi wa kuhamia katika madarasa yafuatayo: middle class, pre-unit, upper na top class, darasa la kwanza na darasa la pili. Usafiri kwa wanafunzi upo. Shule ina mandhari nzuri ya watoto kujifunzia na maktaba ya kisasa ya watoto kujisomea. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Mary of the Rosary, Makongo Juu, au unaweza kuwasiliana na uongozi wa shule kupitia namba 0621 406 022 au 0774 640 004. Karibu sana Mary of the Rosary, umpe mwanao elimu bora yenye uhakika inayojengwa juu ya maadili mema kwa kutumia lugha ya Kiingereza pekee kama lugha ya kufundishia. Usaili yani interview utafanyika shuleni tarehe 13 Disemba mwaka 2025 kwa madarasa yote isipokuwa watoto wa baby class. Shule imesajiliwa rasmi kwa namba EM 21217. Nurturing Minds, Creating Leaders. Na karibu sana, hii ni Tumaini Habari na mara hii ni wasawa habari za biashara na uchumi. Na tupate taarifa ubadilishaji wa fedha za kigeni dhidi ya shilingi ya Tanzania, na ni kwa mujibu wa Benki Kuu ya Tanzania BOT. Taarifa ya BOT inanipasa kwenda mapumziko, nikirejea ni michezo na burudani. Na mniweza habari za michezo na burudani, tunaungana naye Nicholas Kiloko kwa taarifa zaidi. Na asante sana kwenye habari za michezo. Yako mengi, tuanze na klabu ya soka ya Yanga ambapo mara baada ya kutua katika ardhi ya Algeria, klabu ya soka ya Yanga imekutana na misukosuko ya hapa na pale iliyosababishwa na wenyeji wao JS Kabylie, ambao wao watakutana nao katika mchezo wa ligi ya mabingwa, kwa maana kwamba klabu bingwa barani Afrika, na mchezo utapigwa wiki hii Ijumaa. Na afisa habari wa klabu ya soka ya Yanga Ali Kamwe amepata nafasi ya kufanua kile ambacho kimesababisha wao wasote airport kwa muda mrefu, na hatimaye hizo figisu za namna gani ambazo walikutana nazo katika safari yao. Ilikuwa safari ndefu ambayo ni kweli imetengeneza uchovu kwa wachezaji, hata ukiangalia nyuso zao wamechoka na safari, kwa sababu leo ni siku nzima wamekuwa kwenye safari. Na nimeona mtandaoni watu wengi wameripoti tukio ambalo limetokea pale uwanja wa ndege wa Algiers. Tumefika pale na bahati nzuri tulifika na wenzetu wa Mamelodi Sundowns
ambao wao wana mechi pia na MC Alger, na sisi tumekuja huku JS Kabylie. Tumefika pale airport, tumespendi kama saa 4 hivi ndugu yangu, tukisubiri vifaa vya timu. Kwa mtu ambaye haelewi vifaa vya timu, ni mabegi ambayo amekusanya jezi, mipira, zile equipment zile kama cones na vitu vingine, ndivyo ambavyo havikutoka kwa masaa 4. Mabegi mengine haitoka vizuri, ila begi la timu vile mawili, jezi hizi, sio ni koni, hii mipira, 4 hours. Na sio peke yetu, sisi na Mamelodi tulisubiri kwa masaa 4, na ilibidi sasa Mamelodi waanze ule ubuntu botha pale, wakiamsha kidogo pale, ndio tukagundua kwamba kuna mlango mabegi yao yapitishwa na alikuwa anapelekwa store. Kwa maana yake ilikuwa hatuyapati kabisa siku ya leo, lakini ndio football ya Afrika. Na mkwingineko ni kwamba katibu mtendaji wa Baraza la Michezo la Taifa BMT Neema Msita amezungumza na waandishi wa habari kuelekea katika msimu wa 7 wa mashindano ya wanawake ya riadha Ladies Fest 2025, akibainisha maandalizi, malengo na umuhimu wa mashindano hayo katika kuibua na kuinua vipaji vya wanawake hapa nchini. Na Neema amesema kwamba msimu huu unatarajiwa kuwa msimu wa tofauti kabisa, huko pia ukiwa na malengo tofauti, na hata timu zinazoshiriki pia ni tofauti, lakini pia amekazia ushirikishwaji wa wanawake kwa ujumla. Tamasha litafanyika kwa siku 2, lakini litakuwa na shughuli za utangulizi. Shughuli za utangulizi zitakuwa tarehe 28, lakini tarehe 29 na 30 ndo hasa itakuwa hizo siku za kufanyika kwa hilo tamasha. Lengo kuu la kufanyika kwa tamasha hili la Ladies First ni katika kuunga mkono jitihada za wanawake katika michezo, kusherehekea mafanikio yao katika sekta ya michezo, lakini pia kuendelea kuhamasisha watoto wa kike kushiriki katika michezo. Na kwingineko ni kwamba timu ya taifa ya Tanzania ya wanawake kwa mchezo wa futsal imeitandika New Zealand mabao 4-2 kwenye mechi ya kundi C ya kuwania ubingwa wa kombe la dunia. Na mechi hiyo ilipigwa mapema asubuhi katika uwanja wa Philip Sports Arena pale nchini Ufilipino, na mashindano haya yanafanyika hapo pia. Hii ni mechi ya pili kwa kundi baada ya awali Tanzania kupoteza kwa bao 10-0 dhidi ya Ureno uwanjani hapo. Tanzania ikiwa ya kwanza kupata bao kupitia kwa Mary Siyame aliyeng'ara baada ya kufunga hat-trick dakika ya 11 na 12 na 40, na moja likawekwa kambani na Winfrida Charles dakika ya 27. Mabao mawili ya wapinzani wao yalifungwa na Hana Karaman dakika ya 18 na Jesse Verdon dakika ya 27. Baada ya kung'ara, Mary akanyakua tuzo mchezaji bora wa mechi kwa kuweka rekodi ya kuwa mchezaji wa pili kufunga hat-trick baada ya awali Sara Botman wa Italia kuweka kambani mabao 3 dhidi ya Panama. Chama lake lilikaibuka na ushindi wa bao 17-0. Kwenye mechi hiyo Tanzania ilicheza tofauti na mechi ya kwanza, ikiingia kwa kuiheshimu New Zealand na kuishambulia kwa kasi. Timu hiyo ilionyesha kiwango bora, ikicheza kwa kujiamini, nidhamu ya kuzuia kwa umakini na pasi za kuonana zilizozaa matunda ya mabao hayo. Tanzania sasa inapaswa kupata ushindi mechi ya Novemba 29 mwaka huu dhidi ya Japan ili kujihakikishia nafasi ya kutinga robo finali ya kombe la dunia. Kwingineko ni kwamba jopo la mawakili wa Tanzania, kwa maana kwamba kwenye shirikisho la soka nchini Tanzania TFF, wakiongozwa na Makubi Kunju Makubi, wameibuka kidedea baada ya kushinda rufaa yao dhidi ya Federation Guinea de Football, huku mahakama ya usuluhisho ya michezo CAS ikiwa imeipa Tanzania ushindi huo. Guinea walikata rufaa CAS baada ya kushindwa kwenye kesi ya msingi waliokata CAF, wakipinga Tanzania kuingiza ama kumuingiza mchezaji ambaye wanasema kulikuwa na shida kwenye orodha ya wachezaji na namba ya mchezaji aliyeingia katika mchezo uliofanyika Dar es Salaam, Taifa Stars ikipata ushindi wa bao 1-0 ambao bao lilifungwa na Simon Msuva. Ushindi huo umepelekea Taifa Stars kuenda moja kwa moja kwenye michuano ya AFCON pale Morocco, ambapo mashindano yataanza kufanyika Disemba 18 mwaka huu. Guinea walikata rufaa CAS wakiamini ushindi ungewapa nafasi ya kushiriki AFCON, lakini CAS imetupilia mbali rufaa yao na kuamuru gharama za uendeshaji wa kesi zilipwe na wao wenyewe. Hayo ndio ambayo yamejiri kwenye habari za michezo katika anga la kitaifa. Hebu tukaangazia katika ruba za kimataifa, ambapo huko pia kuna mengi ambayo yamejiri hapa, ambapo mechi ya 100 ya Pep Guardiola
kama kocha wa Manchester City katika ligi ya mabingwa Ulaya haikuenda kama ilivyotarajiwa baada ya kikosi hicho kilichofanywa maboresho na mabadiliko makubwa kupigwa bao 2-0 dhidi ya Bayer Leverkusen nyumbani kwenye dimba la Etihad. Na Guardiola alifanya mabadiliko 10 kwenye kikosi kilichoanza kufuatia kipigo cha ligi kuu dhidi ya Newcastle, lakini hatua hiyo ilimgeukia na kuzaa maafa, huku City ikikumbana na kipigo cha pili mfululizo. City ilianza kwa kasi na ilikaribia kufunga mapema kupitia shuti la Nathan Ake, lakini kipa Mark Freken aliokoa kwa ustadi mkubwa. Hata hivyo, baadaye City ilionekana kucheza kwa mwendo wa taratibu lakini bila ubunifu mkubwa. Matokeo mengine ni kwamba Ajax mwenyewe alitandikwa bao 2-0 dhidi ya Benfica, Galatasaray alipigwa bao 1-0 dhidi ya Union Saint, lakini pia Marseille alimtandika Newcastle bao 2-1. Bodo alipigwa na Juventus bao 3-2. Napoli mwenyewe alimtandika Karabag bao 2-0. Dortmund mwenyewe alishinda bao 4-0 dhidi ya Villarreal. Chelsea ilimtandika Barcelona bao 3-0 na Slavia Praha alitoka bila kufungana na Atletico Club. Na hayo ndio ambayo yamejiri kwenye habari za michezo. Asante Kilowoko kwa habari za michezo na burudani. Na sasa tupate utabiri wa hali ya hewa wa saa 24 zijazo, na ni kwa mujibu wa mamlaka ya hali ya hewa Tanzania TMA. Katika utabiri wa hali ya hewa ambao ni wa saa 24 zijazo. Na kwa usiku wa leo, hali ya ukavu inatarajiwa katika maeneo yote ya nchi yetu. Na hata hivyo, mifumo ya upepo inatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa katika ziwa Tanganyika, ziwa Rukwa pamoja na ukanda wote wa pwani, na kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa katika ziwa Victoria pamoja na ziwa Nyasa. Na hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo, na kiwango zaidi cha juu cha joto kinatarajiwa kwa nyuzi joto 34 katika mikoa ya Kilimanjaro pamoja na Morogoro. Na pia kwa siku ya kesho ni matarajio yetu kuwa mkoa wa Kagera unatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Mkoa wa Mtwara unatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Mikoa ya Arusha, Kilimanjaro, Tanga pamoja na visiwa vya Unguja na Pemba, maeneo haya yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Wakati maeneo mengine ya nchi yanosalia, maeneo haya yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na vipindi vya jua. Na kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania hatuna la ziada. Ulikuwa nami Rebecca William, tukutane hapo kesho muda wakati kama huu. Taarifa ya TMA inatamatisha Tumaini Habari. Shukrani kwa dawati la habari na wanahabari wetu kutoka mikoa mbalimbali Tanzania. Naitwa Mary Yuda Mhombwe. Asante, nikutakia usiku mwema.